tu Bwana mikono yako. Tunasema alipo Bwana yote yanawezekana. Haibagui ni nini lililo mbele yako, lakini aliyopo Bwana yote yanawezekana. Iwapo unaungana nasi kupitia kwa mtandao, asubuhi ya leo tunasema hivi ya kwamba alipo Mungu wetu, alipo Bwana yote yanawezekana. Hata kama ni kesi kwa pale kotini, alipo Bwana yote yanawezekana. Hata kama ni amani hakuna nyumbani, alipo Bwana wa majeshi, maana yeye ni Jehova Shalom, mkuu wa amani, Mungu wetu. Alipo Bwana yote yanawezekana. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Ninasema ni asante kwa ajili ya upendo wako mkuu ambao mwanadamu hawezi akapeana, ambao na mali haiwezi katupa. Twainua mikono yetu tukisema ni asante. Umbali umetufikisha ni wewe, kimbilio la maisha ni wewe Bwana. Tunakubariki asubuhi ya leo kwa ajili ya uwepo wako katika ibada ya leo. Asante kwa watazamaji wote, tuwakabidhi mikononi mwako. Tunapokaa kwenye uwepo wako kusikia neno lako Bwana, ninaomba ukapake mtumishi wako na upako wa tofauti Bwana, akanene usemi wako. Tunasema ndio kwa Roho wako Mtakatifu. Karibu katufikie Bwana. We thank you. We worship your name. In the name of Jesus, we pray, believing and trusting. Amen. Pigia Bwana makofi. Jamani, pigia Bwana makofi. Wapi shangwe na vigelegele? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Patia mwenzako karibu na tuweze kukia. Hallelujah. Thank you, praise and worship team. That is a great team. We love you very much. And you're very smart this morning. Amen. Bwana asifiwe. Nipungie mkono tena. Hallelujah. Na wote wanaoungana nasi katika mtandao tunasema karibu sana. Tunawapenda na Mungu wa neema awabariki. Amen. Hallelujah. Siku ya leo tuna mchungaji baba yetu ambaye atatuletea neno. Poleni sana, wengi walicheleweshwa sana Jumapili iliyopita, lakini siku ya leo we are on air. Amen. Bwana ni mwema, ametulinda, ametuhifadhi na ametupigania. We love you our daddy very much. You look wow. Ebu mulike anakaa wow. Waone wow vile inakaanga. That is the man of God. Mpigie makofi. Hallelujah. We love you very much. May God bless you. You are a blessing to us and blessing to many. As your children, we are praying for you day and night, that God will lift you and give you utterance in the name of Jesus. I love the courage you have. When you get the microphone, you deliver the message the way it is. And that is how the men of God should. God bless you and God uplift you. We love you very much. May God lift you high and very high. Amen. And you're lucky marrying a lady like me. Hey. You are blessed to have a lady like me. And I'm very much blessed to have a husband like you. God bless you. I love you, honey. Amen. Wapi makofi kwa Bwana tunapoleta mnenaji wa siku ya leo. Sio mwingine mbali ni baba yetu. Hallelujah. Pigia Bwana makofi. Amen. Thank you so much. God bless you, Mom. Hallelujah. Everybody put your hands together for Jesus. Before I proceed with the service, I just want to invite my second-born daughter to come and present one song, and then we will continue. So, welcome, Jacqueline, and present one song. God bless you. Karibu sana. Wale mko kule nyumbani, kila mahali, Uganda, everywhere, welcome and
feel where you belong. God bless you. Coming soon. 1, 2, 1, 2. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Yeah, naomba tusimame. We praise God with one praise song that says, "You're my eyes when I can't see, you're my ears when I can't hear, and you are my mouth when I can't speak." Hallelujah. Amen. Amen. You are my eyes, oh, when I cannot see. And clap. You are my eyes, oh, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. You are my eyes, Lord, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very much thank you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Chezea Bwana. Ha. You are my eyes, oh, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. You are my eyes, Lord, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. Hey, you are my eyes, oh, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. You are my eyes, Lord, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. When I'm flying low, nobody sing for me. When I'm careful, nobody will for me. When I'm down, nobody speak for me. You deserve a very big thank you. You are my eyes, Lord, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. When I'm flying low, nobody will for me. When I'm careful, nobody will for me. When I'm down, nobody speak for me. You deserve a very big thank you. You are my eyes, oh, when I cannot see. You are my ears when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. When they gossip me, Mama, you there for me. When they gossip me, Mama, you there for me. From my eyes, oh, when I cannot see anything, don't tell me, Papa, where you You are my eyes, oh, when I cannot see. You are my eyes, when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. You are my eyes, oh, when I cannot see. And you are my ears, Mama, when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. You are my eyes, oh, when I cannot see. Mama, you are my eyes. You are my ears, when I cannot hear. You are my mouth, oh, when I cannot speak anything. You deserve a very big thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. That is great. That is great. Praise God. Sunday Son and Jacqueline and your team. May God bless you and keep you strong. Praise God.
Basi naamini kwamba kila mmoja wetu ako sawa. Barakoa yako iko in place. Kuvaa barakoa sio majadiliano tena. Inabidi tuvae barakoa. Sema amen. Inabidi tunawe mikono. Inabidi tu social distance. Inabidi tuhakikisha kwamba tunakaa vizuri. Keep safe. Manake inastahili kuwa namna hiyo. Praise God. Kwa hivyo asante sana. Hapa kanisani naamini kwamba tunasonga mbele vizuri na kila mmoja wetu ana barakoa. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya serikali kuona kwamba inafaa ili kwamba tuweze kuwa na watu 100 wakikusanyika. Naamini watu 100 inalingana rumu yako vile ilivyo ile ya ibada. Kama ukipanga viti 1.5 wakiwa ni watu 8, hiyo ndiyo 100 yako. Kwa hivyo tafadhali tufuate sheria na tusonge mbele na tuombe ili kwamba Mungu atuondolee janga hili kwa upesi. Amen. Tuweze kusonga mbele na maisha ya kawaida. Amen. May God bless you as you listen to me. Asubuhi ya leo nataka tufungue maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu, mlango ni wa 21. Tunasonga pale mara hiyo. Nataka kuendeleza injili ambapo leo hii ni juu ya wokovu. Injili ya leo ni juu ya wokovu. Alafu kisha ni juu ya tunda la utiifu. Subtitle yetu ni tunda la utiifu. We are in which section? Part 15, Yeah. Praise God. Salvation part 15. Ujumbe ukiwa ni wokovu. Subtitle yake ikiwa ni tunda la utiifu. Sema amen. Naomba nizimizo pepo. Praise God. Kwa hivyo Mungu ni mwema na yale ambayo anatenda hapana aweza kuyatenda. Uaminifu wake ni kutoka jadi hadi jadi. Praise God. Matthew chapter 21. Kwa nini Mungu ananihimiza katika nyakati hizi kuweza kunena juu ya wokovu? Ni kwa sababu mbingu ile takatifu ambayo kila mmoja wetu anatamani kuiendea ni mbingu ambayo itaingia wale ambao waliweza kuokoka kupitia kwa damu ya Yesu. Pigia Yesu makofi vizuri. Na kwa hivyo kama kuna jambo ambalo ni la kutia msingi kabisa kwa kanisa la Yesu Kristo ni kuwafunza ni kipi ama lipi ambalo lesafanya wabaki Yesu akitokelezea mawinguni. Na hilo jambo ni kwamba kama hukumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jambo hilo litakukumba na utakuta kwamba umebaki kuingia mji ule mtakatifu. Kuokoka ni kubadilisha maisha. Maana kumbuka kwamba kila mwanadamu alizaliwa katika dhambi. Wakati ambao wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa walitenda dhambi, sote tulihesabiwa kuwa wenye dhambi. Na kwa sababu hiyo sasa Yesu ilibidi ili kwamba aje afe Kalvari, kwamba mimi na wewe tukimkubali na tukikubali aingie mioyoni mwetu, atubadilishe tuwe viumbe vipya na pia tufanyike watoto wa Mungu. Pigia Yesu makofi vizuri. Na kwa sababu hiyo baada ya kuokoka ni lazima uangalie ni dhambi gani ambazo ulienena kwazo na ambazo Biblia inaziita dhambi. Maana dhambi ya kwanza ambayo wewe imemfunga mwanadamu ni ukatili. Wakati ambapo umefungwa na ukatili, hiyo ndiyo dhambi kubwa ambayo kila mmoja ako nayo, kumkatili Mungu. Na wakati ambapo umebadilika na umeshaokoka, dhambi ya kwanza ambayo hufutwa katika maisha ya mwanadamu ni maisha ya ukatili. Sema amen. Maana sasa baada ya kutupilia ukatili mbali, unarejea unafanyika mwana wa Mungu na unaingiwa na tunda lile la utiifu ambao ndio nataka kufundisha siku ya leo. Baada ya kukosa sasa ama kuacha kuwa mkatili, unabadilika, unaanza kuwa mtiifu. Sema mtiifu. Na kwa sababu ya asubuhi ya leo nataka tuone juu ya tunda hili, maana kila mti una tunda, ndipo uweze kuelewa mti ni wa aina gani
ama kama unataka mbegu fulani ambayo wataka uioteshe, kile unaenda kwanza kutafuta ni tunda la huo mti, ili kwamba uweze kuliotesha, alafu limee na uone sura ya yule mti. Maana matunda ndio ubeba uhai wa miti. Sema amen. Na kwa hivyo na sisi kuna tunda ambalo liko ndani yetu, na hilo tunda, kama uko ndani ya shetani, hilo tunda linaonekana. Kama uko ndani ya Yesu, hilo tunda linaonekana. Biblia inasema ya kwamba mti mbaya utaujua kwa matunda yake, na mti mwema utaujua kwa matunda yake. Maana matunda lazima yawepo. Mti uwe mbaya ama mti uwe mzuri, lazima matunda yawepo. Praise God. So baada ya kubadilika na kuiacha dhambi na kuja kwa Yesu, basi mara hiyo hiyo unafanyika kiumbe kipya na unaanza kumsalia Mungu matunda ya pasayo toba. Sema toba. Sema amen. So now I just wanted to get to the word of God because I have a few minutes here. You will bear with us because we have only 1 hour service. Okay, Matthew chapter 21 and verse 28. Kwa pale tembea hapo upesi. Kama uko na simu yako, kama uko na Biblia yako hard copy, soft copy please, enda pale haraka haraka ili tuweze kupata hili neno. Are you there? All right. Matthew chapter 21 from verse 28. All right. Lakini mwaonaje? Hallelujah. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akarudi, akatubu, akaenda. Sema amen. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akamwambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, nyinyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nyinyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Tuombe kidogo. Baba, nasema asante kwa neno lako. Naomba Mungu wangu unene nasi. Naomba tu unitumie kama chombo, ili kwamba niweze kuwafikia ndugu zangu na dada zangu. Uwepo wako uwe mahali hapa Bwana. Roho wako Mtakatifu atupeleke hadi tamati. Asante Jehova kwa kuwa umesikia na umetenda. Kwa jina la Yesu taomba. Amen. Pigia Yesu makofi vizuri. Leo hii nataka kuajieni na neno la Bwana. Neno la Mungu leo, Mungu alikuwa akinizungumzia na aliniamsha asubuhi sana, na hili neno likaanza kupenya ndani ya maisha yangu, na nikaanza kutafakari, na Mungu akaanza kunifunulia mambo fulani juu ya vile kulivyo duniani leo. Tu katika vita wapendwa, na vita tulio ndani yake ni kwamba ni vita vya kiroho. Sema vita vya kiroho. Na vita hivi vya kiroho vina majemedari wawili ambao wanasimamia hivi vita. Jemedari wa kwanza mwenye nguvu asiyeshindwa akiitwa Mungu, aliyeumba mbingu na bahari na vyote vilivyomo. Sema amen. Mbingu, dunia, bahari na vyote vilivyomo, vionekanavyo kwa macho
na visivyoonekana kwa macho. Aliyeviumba yeye ndiye anasimamia jemedari wa kwanza. Sema amen. Jemedari wa pili ambaye ni mpuuzi na ambaye ni mwanangiza, mfalme wa uovu, anaitwa Shetani. Hiyo ndiye jemedari wa pili ambaye sababu yake kufukuzwa mbinguni ilikuwa ni ukatili, kutotii, uperefuni na mambo maovu na kiburi alichokitenda kule mbinguni. Ikabidi afukuziliwe mbali, na maandiko yanasema ole wake dunia, maana nalimuona Ibilisi amerushwa kwenu na akaonekana ako na haraka, akijua muda wake ni mfupi. Sema amen. Sasa tunapoongea sasa, Mungu wetu ufalme wake ni wa milele, ufalme wa mema, ufalme wa furaha, ufalme wa kutupeleka kuketi naye daima na wama. Shetani ufalme wake, pembeleza zake ni za punde tu, avichukui muda. Raha zake ni za muda, anakupembelezea kama vile paka upembelezea panya. Unajua ukiona mchezo wa paka na panya, unakuanga hapa asubuhi saa zile paka ametoka kunywa maziwa, ameshiba, anako sawa. Akimuona panya anamchukua na mkono yake ya kushoto anamfanya hivi. Wanacheza, panya anataka kukimbia, paka anamwambia you have all the time. Anamwambia hapana, nimetumwa na mama. Na mama ni anamwambia wacha mambo zako wewe. Sasa ikifika saa 5:30, wakati lunch imeanza kukaribia, paka anaanza kuonyesha makali yake, maana anataka nyama hana. Panya alikuwa anafikiria ni mchezo, anakuja kuta si mchezo, na wala paka hakuwa na mchezo, alikuwa anapembelezea saa ya lunch fanye nini? Ifike. Tunaelewana wapendwa? Naongea juu ya nini? Wakati Ibilisi, Shetani amekushika mikononi mwake, huwa anakuonyesha is like all is well. Anakuonyesha hakuna haraka bwana. In Africa we don't hurry. Kangangari bwana. Kwani kuna nini? Si ushakuwa mtu mzima, kwani unaogopanga nini? Ibilisi anakuendesha polepole. Anakuambia nini wewe? Unaogopa nini? Lakini hatimaye inafika mahali unaangalia nyuma, unaona madhara ya kuandamana na Shetani katika safari yako. Wakati mshakaa kidogo na Ibilisi na mmeshikamana na yeye na mmemuandama, pale ndipo unaanza kuona. Sema amen. Wakati ambapo wewe umeoa, uko na mke na unachukua makahaba kule nje, wanawake wakula steak kule nje ambao hawafai mitumba, wanakufyonza pesa yote. Watoto wako wazaa unawaachia njaa na kutosoma, maana kahaba fulani kiruka njia fulani alikushika mateka, ukaingia kwake na akageuza mawazo yako yakatoka kwa familia yako. Ndugu yangu, hiyo ni yale maisha ambao ni kama unakaa na Shetani akikuonyesha you are still very strong. Hata nakuletea daftari kalenda yake, anakuambia si uko kazini tena, umeandikwa permanent, miaka 15 imebaki kitambo uende retire. Hii miaka yote utakuwa unafanya nini? Kula raha, bonda, kifo chaja. Sasa pale ndipo unachelewa kule rahani, ile karaha inakuchukua, unakosa kusomesha watoto wako. Sio la ajabu kuna wanaume ambao ni wafumbavu. Sema wafumbavu. Unakuta mke wake, yule mwanamke wa mali, anamzalia watoto tena wamefanana na yeye, na anatorokea kwa kiruka njia, kimezaa watoto na wanaume wengine, watoto ambao kuna macho ya blue na ya brown, hawafanani na yeye, na pua ni kama kiti ya baiskeli, hawafanani na yeye, na anaibiwa kule, anakaa kule, anakanyangiwa mayai na ndania na pilipili kwa mbali. Kwa hivyo anachelewa kule. Ukija kuamka ndugu yangu, ule mchezo wako ulikuwa unacheza na Shetani, ukija kuamka hivi unakuta ulipatia degree mtoto wa kahaba, yule wa kwako wa kiuno chako ukumpa degree. Na kuna siku ufika
Hata wale wake mipango ya kando wakakuambia naona umechomeka plugs au chomi tena. Hello? Sasa ni wakati wa kwenda nyumbani, maana umechoma, umechapa. Na kile nilikuwa nakuchukulia hapa ni ile kazi ya haraka haraka. Sasa umeshindwa na unafanya pole pole. Ndio utajua mke wako ndiye anaweza kukuvumilia wakati imeisha. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. Na yule lipurushi la mfuko kubwa anakuwekea mashati yako yaliyochomekea kala kwake, anakuwekea maviatu yako yaliyoishia soli kwake, anakuwekea kitu yako na anakuambia nje ni nje ama niite polisi. Rudi kwa mkeo bwana. Wacha uniharibia nafasi. Ukienda kwa wale wacheza Mboli International, unaenda kuona Mboli inachezwa na yule team manager ama yule ambaye ni coach, anapoangalia anaona coach anaona number 6 is not playing well. Ameanza kuwa ni kama anaachilia nafasi. Wewe tukafungwa. What happens? Anapiga ripoti pale, kile kibao kinasimamishwa. Kuna kibao kimeshikwa hivi. Karaoke au fast in. Sasa hapo ndipo zingine kaaba huwa anakushikia kibao, anakwambia mboni fast, plugs zako hazichomi. Sasa zilizo juu ni za Bosco. Kwa hivyo sasa mboni fast out, Bosco in. Hapo ndipo utajua ujumbe. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. Watu ambao wanajuana huwa wanacheza, watu wanaocheza mpira ama ngemo wakijuana huwa wanatunzana. Sema wanatunzana. Lakini wakati unacheza na adui, hata kukufyeka miguu anakufyeka na kuhurumii. Ndugu yangu, usidanganywe na kisi cha malaya. Sema amen. Kisi cha malaya ni cha muda. Kisi cha mke wako ni cha milele, hata kama sio kila wakati. Kuna wakati tunapambana mambo mazito, kisi haiwezi kupata nafasi. Usinidanganye hapo niambie ati unashikana na mke wako kwani uko na pepo. Sema amen. Hata Biblia inasema tuwe na kiasi. Sema haleluya. Kuna wakati tunapanga mambo mazito. Tunataka school fees 200,000 school fees. Kisi ndio wapi hapa? Sasa hiyo ni school fees kisi mbali. Lakini yule wakaaba hata ukienda kulipa fees anakudanganya baby. Ni uongo, hiyo ni corruption. Sema haleluya. Sasa kile cha msingi cha kujua ni kwamba tuelewe, angalia speaker huko chini. Tuelewe kwamba ni lazima tukae katika yale maisha ambayo Mungu ametuitia, tukae maisha ambayo sio ya kudanganyana, maisha ambayo si ya pembeleza, maisha ambayo ni ya kukaa mondo kumondo. Sema amen. Na uelewe kwamba maisha ni mafupi. Sema maisha ni mafupi. Na kile ambacho tunahitaji kuwa nacho hapa ni tunda la utiifu. Sema tunda la utiifu. Maandiko ambayo tumesoma leo yameongea juu ya lakini mwaonaji. Maana huyu jamaa alikuwa na wana wawili wa kiume. Na baada ya kuwa na wana wawili wa kiume, Biblia inasema kwamba aliamua ama alitarajia atendewe kazi kama vile kawaida ya mzazi kumtuma mtoto wake. What happened? Maandiko yanasema kwamba akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. 29. Akajibu yule mwana akasema, naenda baba. Kisha asiende. Hello? Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, sitaenda shambani. Siendi kwa shamba la mizabibu leo baba, siendi. Then baadaye akatubu, akaenda. Akafanya nini? Akatubu na akaenda shambani. Sasa swali liko hapa mstari wa 31. Swali liko pale. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wote wakajibu wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba
watangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Pigia Yesu makofi vizuri. Tani kuonyeshe kitu hapa ninapoelekea kumaliza. Sema amen. Kwanza, tunda la utiifu. Praise God. Huyu kijana wa kwanza, baba yake alimtazamia sana na akaona kwamba huyu mwanangu nikimtuma ataenda, na akamwendea wakati wa haja. Maana mtoto kwa mzazi wake hasa udhihirisha wanawake ama utoto wake ama kumilikiwa na wazazi wake kama mtoto wao kwa njia ya utiifu, wakati ambapo wanamtarajia. Sema amen. Wanatarajia ili kwamba awatende mema, awatende kama mtoto, ili kwamba atimize mahitaji yao. Sema haleluya. Sasa baba huyu kama baba wa kawaida alijitolea pale na akaona shamba lake la mizabibu liko na magugu, kwa hivyo akaamua shamba lile liweze kulimwa. Basi akaenda akamtuma mwanae wa kwanza, akamwambia, sasa kijana, mwanangu, naomba uenende kwa shamba la mizabibu ukafanye kazi kule. Mtoto alimwambia nini? Ndiyo baba, ninaenda. Lakini baadaye akakaidi, akakataa kwenda. Baba akakaa akitarajia kwamba shamba imefanya nini? Imelimwa. Lakini sasa shamba lile lilikuwa halikulimwa. Sema amen. So he had to do something. Akaenda kwa yule wa pili. Wewe tumalize huyu wa kwanza. Praise God. Huyu wa kwanza aliposema anaenda na akakosa kwenda, na baba yake akaangalia akaona shamba katika ile hali, ilibidi achukue hatua ili matakwa yake juu ya shamba yake still yaweze kutimia. Na kwa sababu baba alikuwa na uzao ambao umesalia, mtoto wake wa pili wa kiume pale alimwendea tena na akamwambia, mwanangu, nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Inasema kwamba yule kijana akamwambia, mimi sitaki. Huyu wa kwanza kuna kitu amefanya hapa. Kwanza amesababisha matumaini kwa baba yake, matumaini ya uongo. Halo? Matumaini ya uongo. Maana amemwambia baba, ninaenda, na akakataa kwenda. Nilipokuwa nikiwaza juu ya neno hili, Mungu alikuwa akizungumza nami na akaniambia, hali ya kanisa langu sasa iko katika hiyo hali ya huyu kijana wa huyu baba ambaye alimtuma akalime kwa shamba la mzabibu, na akasema ndio naenda na asiende. Praise God. Wapendwa, kile ambacho tunastahili kuelewa ni kwamba Mungu ana matarajio kama baba yetu aliye mbinguni. Ana matarajio ili kwamba tuweze kundeliva. Wakati Mungu alikuokoa pale kwenu nyumbani ukiwa peke yako, maana unajua sasa kitu tunawaza na tunaanza kusema, pastor, ni mimi tu nimeokoka kwetu peke yangu. Mswada ukianza pale nyumbani kumkana Yesu, pale nyumbani kwetu kuna ma-atheists, wale watu ambao hawaamini kama kuna Mungu. Na kwa hivyo mimi peke yangu wananikalia kwa uzito. Unakuta ya kwamba siwawezi. Ule mswada baadaye unaanguka tu. Manake wao wameshinda, maana ni wengi. Pastor, niko peke yangu pale kwetu. Sikia nikwambie ndugu, sikia nikwambie dada. Praise God. Haijalishi ni wangapi walio kinyume na wewe, kuna sababu yake Mungu kukuita wewe pale kwa hiyo mboma ikiwa imejaa watu waovu namna hiyo. Na kile cha kufanya kama mwokovu ni kuingia kwa magoti na umuulize Mungu, je, inastahili kuwa namna hii? Wakati ambapo inakushuhudia Yesu hapa kwetu nyumbani, unapingwa sana. Ninapingwa sana Yesu. Je, inastahili kuwa namna hiyo? Unapopiga magoti na kumuongoja Yesu, atakuonyesha njia. Sema amen. Lakini sasa wengine wanaenda chini na wanajipeana kwa ile hali ya kushindwa. Wanajipeana, they begin to compromise. Wanaanza majadiliano nikana kwamba kuna ukweli ulio na dunia ambao Yesu hajaujua. My brother, Yesu anasimama namba moja wakati wote. Pigia Yesu makofi vizuri. Wakati ambapo uko pale nyumbani kwenu, ni lazima usimamie wokovu vizuri. Sema amen. Sasa ndugu yangu, hata kazi unayoajiriwa ni lazima watu wa kwenu waangalie, waone ile kazi unafanya ni kazi ya kiungu. Unasema kazi zilipotea, mtu anaweza fanya kazi yoyote. No.
kuna kazi zingine hautafanya. Nilikwambia nitafutiwa kazi the year 1993. Nitafutiwa kazi ya kwenda kuuza kantini, na hiyo kantini ilikuwa ni kantini ambayo iko na pombe ndani. Kwa hivyo nikashawishiwa na mtu wangu wa karibu, yule ambaye alitafutia hiyo kazi, na akaniambia ya kwamba hiyo kazi ambayo ninakufanya wewe, kazi yako ni kufungua mbia tu, hautakunwa. Sasa hiyo iko na madhara gani? Kufungua mbia tu na upatie watu na wewe ukunu. Yangu sikia, nikamwambia kama siwezi kunywa sumu pia sitawapa. Pigia Yesu makofi vizuri. Ndugu yangu, usijipembeleze, usijikatie matawi, ujifunike kwayo. Ukaonekana kwamba you have your own self justification, ya kuona ni kama nikifanya hili halimuudhi Mungu sana. Kama kuniambia tulala chooni na wala harufu hautaisikia. Lazima ile harufu isikie kama mnalala kwa choo. Maana inategemea uko wapi. Sema haleluya. Kazi ambayo unafanya na inanajisi ufalme wa mbingu kwa gharama yoyote, lazima hiyo kazi uisimamishe. Sema amen. Kama serikali inafunga vilabu, je, wewe? Wengine wao hamna sense. Ujui serikali ikiona kitu ni mbaya, wewe uelewi? Pombe imevunja bomba ngapi? Wanapatia mzee pombe, na mwanaume akilewa pombe na nyama choma namba 2 inakuwa ni mwanamke. Na hiyo mwanamke sio mkewe. Na wanaume ndio ujue shetani mbaya hawezi kukuruhusu uende na mkeo mbaya. Maana jua mbaya ni mahali mabaya na utanyang'anya kindosho. Hiyo unajua. Unaenda peke yako. Sasa kuna wale wanawake nao wanajua kuna wajinga kule mbaya. Ambao waliacha wake zao nyumbani, maana wanataka kuweka wake zao kuwa ni special. Unalinda mke wako, utaki atembee na mwanaume mwingine. Na wewe unatembeza wanawake wengine. Maandiko yanasema kwamba kikombe upimacho nacho utapimiwa na hicho hicho. Kama unachukua kama mbili za watu, binti yako atachukuliwa. Sema amen. Wapenda, lazima tuelewe hili jambo, kwamba lolote ambalo tunafanya, hakuna lolote ambalo tunafanya linafunikiwa lisifunuliwe. Chochote ambacho tunafanya chini ya kitanda, Biblia inasema kitafunuliwa juu ya kiala cha ama juu ya kiango cha nyumba. Tunaelewana kama pala nyumba. Tunaelewana wapenda? Sasa wakati unafanya jambo lolote, lazima uelewe kwamba kuna siku itafika ulipwe sawa sawa na matendo yako. Hiyo ni sawa sawa. Kijana huyu alikataa alimtii baba yake cha uongo. Kuna kutii cha uongo, masquaration, kujifanya kwamba anafuatana na Yesu, na ili ile ya kawaida inaonyesha kwamba hakuna Yesu, mnaambatana na yeye. Tunaelewana wapenda? Sasa huyu kijana alikuwa katika hiyo hali. And this we call religiosity. Roho ya undini, spirit of religiosity, ambayo unaenda kanisani, you just warm the chairs in the church, but you don't know the law of God. You don't understand why you are in that church. Kwenda kanisani, si kwenda kanisani tu. Ndio unaona dini zimekuwa nyingi, dini ni nyingi tu. Zimeitwa majina mpaka zimeisha, majina yameisha. Mwingine nisikia kiruso na kwa radio. Tafsiri hiyo jina ni nini? Akaeleza Kiswahili ikashindikana. Akaeleza na lugha ya mama yake ikashindikana. Ameita kabisa jina la Kizungu, lakini akiambiwa tafsiri Church International. Majina ambayo unatamka mpaka unameza mate na unaongeza maji. Ndio pale kujua vile inamaanisha. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wamechanganyikiwa. Sema amen. God is simple. The word of God is simple. Sema amen. You believe and you are healed. You believe and you are saved. Just by grace. Sio kuchanganyikiwa. Sema amen. Kijana yule akakubali cha uongo. Akamwambia baba yake, "Daddy, nitaenda." Lakini kwenda hakwenda. Unaelewa? Sasa hapo ndipo tulipo sasa. Wengine wetu tuko praise and worship. Pale kanisani kwenu unapanda juu ya madhabahu, unakanyaga mahali patakatifu pa Mungu. Lakini ukitoka pale unaenda kwa camp we stay. Kwa mpango wa kando ndiko unaamka. Na ukikuja kupanda pale kwa madhabahu, unakaa ni kama unatoka mbinguni asubuhi na unarudi jioni.
unistay. Na unataka kutuonyesha bado kuna nguvu pale madhabahuni inakutetemesha. Hapana. Hapana. Hiyo ni manipulation. Sema hallelujah. We need to understand the truth. Because when Jesus was speaking, he said, you shall know the truth, and the truth shall set you free. And you shall be free indeed. Wakati umewekwa uhuru na mwana wa Mungu, uko uhuru kabisa. Sio uhuru tu, bali uko uhuru kabisa. Maana tayari umetakaswa na damu ya Yesu. Praise God. Kijana huyu anasimamia kanisa lile ambalo watu wanaenda kanisani na wanaharibia wokovu, ushuhuda. Kuna watu ambao wamekatalia makanisani, ni lay leader, lakini anatajwa kwa wanawake wa mipango ya kando. Hiyo ni kuharibia ufalme wa mbingu sifa. Sema amen. Kuna wanawake ambao ni majia lady, lakini mambo wanayofanya, wanafanya vitu ambavyo haviwakilishi ufalme wa Mungu. Wengine ambao ni wachungaji, wamefunga kola, hata amepima ngao. Sikia nikwambie ndugu, siri ya wokovu haiko ndani ya kakofia na wala haiko ndani ya kola. Sema amen. Siri ya kuokoka iko ndani ya roho. Sema haleluya. Mungu alipotuumba mara ya kwanza, tulikuwa tukufunikwa nguo, tulikuwa tuko uchi. Nguo ziliingia wakati mwanadamu alitenda dhambi. Ndugu yangu, nataka nikuambie, Mungu anakujua ukiwa uchi. Anakuelewa vizuri ukiwa uchi, sio mapasi uliyoyafunga kwani. Naona baba, kisha jifunga mishipi nyekundu na nini, sasa unatokelezea kama mtumishi wa Bwana. Kama tumevaa t-shirt, wewe si mtumishi wa Bwana. Sikia nikwambie my brother, ukinikuta weekend navaa t-shirt, na ninaweka nchi, and it breaks none of my spiritual bonds. Sema amen. Nilipojua hii kitu haikufungwa kwa mavazi, imefungwa moyoni, jinsi ambavyo umemwamini Yesu, niliacha kuwa mtumwa kwa vyote hivi. Mavazi niko nayo. Niko na nafasi la udaktari na kofia yake iko nyumbani kwangu. Niko na nafasi la reference iko pale. Nafasi niko nayo. Huwa nafaa, si asifai, lakini wakati wake nafaa. Wakati ambao sikufaa pia Yesu ndani ya maisha yako. Naona wapendwa, usio kafungwa na itikadi eti sasa hiyo umepima kitambaa ya ndini, umefunga inaenda mpaka hapa chini, ndio sasa malaika matakatifu takatifu. No, say amen. You represent Jesus at all times, 24/7. Pigia Yesu makofi vizuri. Jana wale lazima tujiulize swali. Je, kijana huyo wa kwanza anasema ninaenda na asiende? Kijana wa pili anasema daddy siende, lakini baadaye anarejea, anatubu moyoni, anawaza na kuwazua na kuona kwamba vile nimemwando maindadi sikumwando vile inastahili. Kwa nini? Nimeambia baba yangu siende na amenituma. Hii tabia nimetoa wapi? Na kijana akajirudi. Sema akajirudi. Akajirudi. Akachukua vyombo vile ambavyo vilihitajika na akaelekea shambani na misabibu na akaenda akafanya kazi. Sasa swali hapa inaulizwa, je, katika hawa wote wawili ni nani alitenda mapenzi ya baba yake? Wakajibu akasema ni yule wa pili. My brother, just imagine. Yule wa kwanza is like he soothed the soul of his father through saying yes, but he not adhere to his yes. Naona? Ndio baba yake alikasirika. Yule wa pili alienda straight to the point na kumwambia ndani sijisikii, siende. Baba yake akasikia kasirika kama tu yule wa kwanza vile anamkasirisha. Lakini the difference occurred when this young man repented. Wakati umetubu dhambi zako, hata kama ni nyekundu kama theluji, esufu, hata kama ni nyekundu kama ndamu, maandiko yanasema Mungu atasisafisha ziwe nyeupe kama theluji, hata kama ni nyekundu sana.
Bwana asifiwe. Kile Mungu anaongojea sio ujeuri ulioenda kwao. Kile Mungu anaongojea sio ni wapi ulilala miaka ngapi, ulitoroka mkeo miaka ngapi, ulitoroka mmeo miaka ngapi. Kila anangojea ni toba. Mungu anataka urejee, maana Mungu hakuumba yeyote aingie jehanamu. Jehanamu ni kujitakia mwenyewe. Jehanamu ni matendo ambayo unayashikilia ya kumuudhi Mungu na unatembea kwayo, na ukionywa unakataa. Jehanamu ni chaguo la mwenyewe. Tunaelewana? Lakini ukisikia sauti ya Bwana na ukirejea na umwambie Yesu I'm sorry, you know what? Kutenda dhambi ni rahisi, lakini kuitubu ndio mzigo. Maana kuna dhambi ambazo wakati mwingine inakuchukua uende ukasimama kwa madhabahu, kanisa lote lijue kwamba umekuja kurekebisha njia zako na Mungu. Na hapo ndio kazi, hiyo ndio kizungumkuti sasa. Hapo ndio ngori iko. Naelewa? Wakasema kuingia Mombasa ni rahisi, lakini kutoka ni matanga. Sasa kuingia kwa dhambi ukiwa umeokoka ni rahisi, lakini kutoka ndio matanga. Sema neno. Wakati ukishaokoka, Mungu anatarajia umwakilishe mahali popote. Lakini sasa kuna wakati nafika unakuta umeanza kusinzia, umeanza majadiliano na watu wa dunia, na makubaliano fulani hata mkubaliane. Wakati wa kuoa ukifika, umesimamia Yesu kwa usichana wako wote, nadi mama binti, usichana wako wote, urembo wako wote, pale ulipokuwa kindosho kabisa, mpaka hata ndege wa kiume akikuona anasema mpaka akikuona wa kiume anasema wow, maana you are beautiful. Ukasimamia usichana mpaka hapo, kisha sasa wanaume ndio wametoboka, anakwambia kama kuoa. Unaona kama wanaume maisha duniani, unatishika, unateremka chini, hata ungojea harusi takatifu unarukia kwa fence na mfuko wako ndio huyo unaingia kule kwa kijana. Unaona sasa pale unauza ule uzaliwa wako kwa kwanza. Maana being a girl is a sweet thing. Usichana ndio utengenezea mwanamke yeyote maisha ambayo atakaa ya usoni. Na ukiharibu maisha ya usichana, na ukiharibu maisha ya ujanani, kwisha. Yale mengine unatembea na kilo kila kwamba lazima ulipe kwa uzito. Because kuna mahali uliruka stage moja. Na ndio maana we must pray without ceasing. Wale ambao tumelirukia kwa fence, ukiona mambo inataka kuinuka. Mwanamke mmoja alikuwa msichana ambaye ni wa kurukaruka. Na sasa akaona Yesu pia kwa wanaume, lazima nipie kwa wanaume. Ndipo akaamua kuolewa. Alipoolewa, yule mwanaume alikuwa na push ya kuja kuamua sasa aende kwa huyo mwingine wa aolewe, aende kulala kwa mwanaume, akuwe mwanamke. Sasa yule mwanaume alimwandama siku nyingi sana, bado akiwa ameokoka. Kwa kanisani kuna mahali alikuwa anafika, kuna fence, kuna njia ya pita upande ule, na yeye akaopa barabarani. Yule mwanaume angeteremka kwa ile fence, ile njia iko pale kwa msitu, na mwambia tafadhali na kuomba mara moja tu, tafadhali uliniambia ni hivyo kweli, uliniambia ni hivyo tu, uliniambia tumalizie hapo tu. Anampembeleza ili waingie dhambini. Lakini yule dada ilibidi achukue jukumu sana na akamwambia, from today this is not the so and so you used to know. I am changed, I've been transformed by the blood of Jesus. Na kuanzia leo katika jina la Yesu, hali yako yote na mapepo inayokutumia inayakemea katika jina la Yesu. Yule mwanamke akakimbia. Amen. Wengine mnafikiria ukiambiwa ni kama unapendwa. Ni corruption. Ni sauti ya pepo. Hakuna mtu anaelewa. Kila mtu anakuwa na jina lake. Either Grace, either Monica, either Philip, lakini hakuna jina kama hiyo. Wewe sokoni unasikia wanawake wote wanaangalia mbele, ni wewe tu unatafuta mali inatoka. Kwani wewe nani alikuita? Jina lako leo kwa kitambulisho imeandikwaje? Sema amen. Kwa kitambulisho imeitwa. Hallelujah. Now, this boy
the same boy alionyesha ukatili, lakini baadaye akaonyesha wanana. Sema haleluya. Haijalishi uko wapi, haijalishi nini kimekufunga, kile cha msingi ni uamke katika akili yako, ujirudi, utubu na mwambie Yesu, kuanzia leo nimeelewa hakuna usichana mwingine uko kwa kabati, nikitumia huu vibaya nitauendea ni uchukue. Usichana ni huo, hakuna mwingine. Macho ni hayo uliotambaa nayo, ni hayo, hakuna mwingine, na utazeeka na hayo. Sura ni hiyo, kuna mali mengine. Sema huyu kijana Yesu akajibu pale na akawaambia, mstari wa 31, je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru, sema watoza ushuru, na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu alikuwa anaona nini hapa? Sema haleluya. Wale ambao tunawahukumu sana, kuna wale ambao tulishafika, na unakuta kwamba Biblia katika kitabu hili ya Mathayo kinasema kwamba wakati mwingine kuna watu ambao wamesimama kwa lango, hawataki kuingia, na wala waingiao hawawapishi waingie. Kuna watu ambao walishafanyika church deacons, na ule uovu wanafanya, hata mwingine akiwa nje hawezi kumfutia ampende Yesu. Au inaitwa devil agents. And devil agent ni mtu yeyote ambaye chochote unafanya kipinge ufalme. Wewe Bosco, Filipo, Joseph, Mary, ulibatizwa, uko na duka lako, unauza ugoro, unauza sigara, na ukichukua hiyo sigara uangalie kwa ile paketi yake pale kando imeandikwa ufutaji wa sigara, unaua wewe mwenyewe, na unaenda kanisani na unaekea watu wanunue kifo kwa duka yako. Wewe ni mpinga Kristo. Sema amen. Wapinga Kristo ni watu wowote ambao chochote unafanya ni cha kumzuia mwingine. Akihubiriwa injili anasema, nendeni kwanza mumalizane na fulani kisha mje mtuhubirie. Hiyo ndio devil agent. Unajua sasa hivi tukitumia kizungu tuna amplify things. Ukisikia ni devil agent, unangoa macho. What? Ni kama devil agent ni kitu kikubwa sana. Devil agent Kiswahili ni mwakilishi wa shetani. Yule naye mwakilisha. Maana ukisimama mahali popote, shuleni, college, kazini kwenu, ofisini, kuna kachina unaita. Ukiona wale ambao mnaenda church na wao wanakuja kusalimia, unawalaki nje, ni kama unauza banki. Ndio asiingie kwa ofisi uwashangaze wana ofisi wenzao usema praise the Lord. Kuna watu ambao hawako tayari kumwakilisha Yesu. Sema amen. Agent wa Yesu ni yule ambaye popote, iwe ni kwa matatu, iwe ni wapi, ako tayari kumwakilisha Yesu. Na kwa kweli watu wakiangalia waseme, kwa kweli ama kweli huyu ni mlokole, ninamjua, ninamuelewa, maana alitolewa na Yesu, inapachua. Sasa shuhudia. Wachungaji wa kweli wa wokovu ni wale ambao hawajaokoka. Unataka kujua mchungaji wa kweli in any city, nenda uulize wale wanatafuna miraa. Nenda waambie, nataka mnielekeze mahali kuna kanisa ambayo inahubiri ukweli hapa. Watu wa miraa wanakuambia, because they know, wanajua, wanakuanga nganga. Hawauzi miraa kwa sababu wanataka, wanauza miraa kwa sababu wamefungwa. Hello? Wanafanya umalaya, hawafanyi umalaya kwa sababu wanataka, wanafanya umalaya kwa sababu wamefungwa. Sana. Lakini ndani ya akili zao kuna kuelewa ile siku hizi kamba za ukahaba zitavunjika. Ninajua ni kanisa gani nitaenda, ninajua ni pasa gani atanihubiria. Maana wakati unahubiri injili na unaona watu sokoni wanaikataa kwa sababu wanajua unakanyanga waya zao. Hello?
na wanakaanga wakielewa tukihitaji huu ukweli, we know who possesses the truth, and that's where we will go and enjoy. Pigia Yesu makofi vizuri. Ndipo Yesu akaangalia watoza ushuru na akaangalia mioyo ya makahaba, akaona ilikuwa tayari kama mgoja mtu alilei. Walikuwa wako tayari kama mgoja mtu alilei ili aweze kukimbiza. Walikuwa tayari, na ndiye akawaambia, "Enyi mnayesema kwamba mnaniwakilisha, nataka niwaambie kwamba makahaba na watoza ushuru waingia kwa ufalme wa Mungu zaidi yenu ama mbele yenu." Kwa nini? Maana wakiingia wanaelewa wametolewa wapi. Nataka kumaliza hii, ndugu yangu. Wakati unasema umeokoka, hauna ushuhuda. Ndio maana walokole tunakuanga na ushuhuda. Tukikutana tunasimama, ndugu, Bwana asifiwe. Mazao wanasema amen. Unamwambia nimeokoka. Unampenda Yesu. Asubuhi leo nimeamka vizuri. Bwana Yesu amenitetea, amenipigania vita. Hakika niko na shukrani kwa Mungu kwa ufalme wake. Nasema asante ndugu. Tuendelee na hii safari ndugu yangu. Tukatae dhambi ili parapanda ikilia tumuone Yesu. Wanashuhudia. Lakini sasa yule ambaye ni mtu wa kujiingiza tu, hana ushuhuda. Hajiwaje aseme nini? Ndio naona kanisa nzima unasema aliye na ushuhuda akuja hapa mbele ashuhudie, kuna nyamaza kama kaburini. Ushuhuda si atulinunua ndege, no. Si atulinunua shamba, no. Ushuhuda mkubwa si ati ulinunua ng'ombe ya maziwa, no. Ushuhuda mkubwa ni kusema na kuambia wapendwa, Bwana asifiwe. Naambia amen. Leo niko na furaha maana bado niliamka nikiwa nimeokoka, na parapanda ikilia nitaingia paradiso. Bwana awabariki. Tunapeana microphone. Huo ndio ushuhuda mkubwa. Unangojeje kushuhudia lini? Ukinua sinchiara, unangojeje kushuhudia lini? Sema haleluya. Nataka kumalizia hapa wapendwa. Ni jambo la kusikitisha wakati ambapo Yesu akiwa mbinguni anaona mioyo ya makahaba iko tayari kuliko mioyo ya wale ambao wako praise and worship. Sikia, my brother, kuna kitu ambacho nimetambua. Kuna watu hawajaokoka ambao wanamuogopa Mungu kuliko wengine wa kanisani. Kabisa. Na hiyo nimeshuhudia. Kuna wenye dhambi wanajua madhara inayoweza kukupata ukimdhuru mtumishi wa Bwana. Lakini wale wako kanisani na wale mnaovunja makanisa, unaacha pasta wako akiwa na kidonda kwa moyo, askofu wako akiwa na kidonda kwa moyo. Wewe sasa lazima ukaulize ushauri kwa makahaba na watoza ushuru, wakwambie watumishi wa Bwana wa kuogopewa. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. Yesu aliangalia, akaona mtoto wa kweli wa baba kumzaa, kumtesekea, anasema ndio na anakosa kutimiza. Jambo mbaya ni wakati uko na amen ya uongo. Bwana asifiwe ya uongo. Kwenda kanisani kwa uongo, kuwa chairman wa kanisa wa uongo, kuwa mama kanisa wa uongo, kuwa president and worship team wa uongo. Nonsense. Ni wakati wa kuelewa kwamba lazima uelewe maandiko yanasema you must walk your salvation with fear and trembling. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. I want to finish here. Brethren, matunda ya utiifu. Ndipo ujue hili tunda liko ndani yako. Utajikuta kila mara unajiita mkutano. Unajiuliza mpaka sasa naendeleaje? Mchungaji amenipigia simu, nimekaa kama kuhani. Je, naendeleaje? Nataka kutoa ushuhuda, na kama mwenzangu unasikiliza ujumbe huu, niwie radhi start jina. Jana tu nilipigiwa simu na mtu fulani ambaye anategea mahubiri haya ya moja kwa moja akiwa mbali sana, na akaniambia, Pastor, last night is like I had paralyzed. Ni kama nilikuwa nimekufa nganzu mwili, na nimeamka asubuhi nikainua kichwa ikashindikana, nikainua mikono nikasikia sisikii, miguu sisikii, nikasikia simu inalia.
kuangalia simu mahali imeegemezwa kwa ukuta, nikaona Reverend Jeff, maana ndipo nimesave kwa simu yangu. Nilipoona hiyo jina peke yake, nilisikia drilling presence of God over my body from the top of my head down the soles of my feet. Nikasikia, nikainuka mkono, nikachukua simu. Pastor, as I answer your phone now, I've just been healed. Pigia Yesu makofi vizuri. Kwa unapigiwa simu na pasa wako unifanya paka wa dukani. Unapigiwa simu na pasa wako unifanya hata kuombe mkate. Ulilogwa na nani na kalala hapo wewe? Sema amen. Mungu na pasa wako ndio watu wanawahitaji sana. Baada ya Mungu, it is your pastor. Can I tell you this without any fear of contradiction? The only person who can tell you the truth on this planet Earth is your parent and your pastor. You can take that to the bank. Oh, yes. Chunguza hii. Your pastor can tell you the truth. Kuna kipindi naona msichana mwambie hii unaendesha hii mbaya. Toa hiyo. Na akisikia namuona. Wengine wanakataa, wanaishia. Na anafika mahali anakuja kurejea kwangu, analimp, analema. Maana ni futo na ibilisi. Kule ni kwenda kupembelezewa. Ndugu yangu, the man of God who doesn't need anything else from you will tell you the truth. And your God, your creator, will tell you the truth. Hiyo tu. Namalizia hapa leo. Tutaendelea na hii series Jumapili. Maana we are on salvation. Leo tulikuwa juu ya tunda na utiifu. Kile umepata shikilia, tani kuombea wokovu. Kama hujaokoka. Maana mojawapo ya kujua kwamba mchungaji si mchezaji wa kulipwa, lazima akimaliza ujumbe kama huu aite watu awaitie wokovu. Maana mbingu inaingiwa kwa taratibu. Sheria na masharti kutumika huko. Sema amen. Lazima uwe umeokoka. Na umeacha dhambi. Na umezingatia. Na umesimamia Yesu. Kama ni msichana, kama usichana, mpaka kwa ndugu ambaye ameokoka. Hata miaka ikiwa imeenda, hata kama ni 38, tumeoza watu wakiwa miaka 40 na wakaolewa, wamezaa watoto, bado kawaambia break. Unataka kuhuzunika? Funga macho yako. Unataka Yesu aingie kwa maisha yako? Unataka Yesu akusamehe? Unataka Yesu akutakase leo? Ni wakati wako wa kuelewa kwamba muda hauko upande wetu. Lazima ukubali, ukiri dhambi zako. Kama huyo kijana wa pili alisema la siendi, lakini baadaye akatubu na akaenda shambani la mizabibu na akafanya mapenzi ya baba yake, na baba yake akafurahi. Wewe uko pale, ulitendewa jambo na mtu fulani, kiongozi kanisani kwenu, kafunjika moyo. Ndugu yangu, hiyo sio haki yako kukataa kuingia mbinguni. Maana mbingu sio huyo kiongozi wa kanisani kwenu. Mbingu ni ya Yesu. Mbingu ni ya Mungu na Roho Mtakatifu. Tafadhali leo hii rekebisha mwendo, rekebisha njia zako. Njoo kwa Yesu uweze kuokoka na maisha yako yatabadilika. Kijana alitubu tu, na baada ya kutubu akaenda kwa agizo na akatia agizo la baba yake, na pale akafurahisha moyo wa baba yake. Njia pekee ya kufurahisha moyo wa Mungu wetu ni kwa kuacha uovu, kuja kwake tumtumikie kwa ukweli. If you are a backslider, come back to God. Wacha hiyo dhambi, wacha hayo maovu, kununua plots za magendo na kubadilisha documents, ndugu, mashamba. Hautayakuta mbinguni. Kile unakuta mbinguni moyo wako. Tafadhali rekebisha maisha na Mungu atakusamehe. Weka mikono juu. Fuata na maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, leo hii nimesikia neno. Nimekubali moyoni kwamba wewe ndiwe Mungu uliyeniumba. Sasa Yesu, sina budi kukukaribisha uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo hii nimetubu dhambi zangu. Nifanye mtoto wa Mungu, nami nitakuandama siku zote za maisha yangu. Yesu, sikia kilio changu. Amen. Sasa umeokoka, umesamehewa. Badilisha tabia, badilisha mwendo, badilisha wale unaoshinda na wao. Kama ukiona watu wanapelekeza jehanamu, badilisha your company and
walk with the right people. And I tell you, soon, and very soon, we shall be able to enter into that holy city, which is heaven. God bless you. Keep you strong. Unapoangalia pale, utasongesha kiti kile, utaona kazi ambayo tunaifanya. Rita, nataka kuona hiyo nyumba. Hiyo kiti. Nataka kuona hiyo nyumba. Hiyo nyumba ndio tunajenga hapa Nunguni. Na imeenda sana. Tumemaliza this 3 balcony house. Na tayari we have finished the first balcony. Now we are moving to the second and the third balcony. Naamini Mungu atupatie hiyo kabla ya mwisho wa mwezi wa 10 ambapo matoleo yanaendelea. Kwa hivyo ukitaka kuingililia unaweza ingililia. Hiyo sehemu inahitaji mifuko 400. Inahitaji changarawe nyingi tu maroli 10. Inahitaji kakoto about 140 tons. Inahitaji chuma nyingi tu kwa vile unavyojua mijengo ya ghorofa. Kwa hivyo tumejikakamua sana. Na endapo utaguswa na Mungu, tafadhali unaweza tuma fedha yako ili kwamba utusaidie kukamilisha maono haya makubwa. Kumbuka hapa nilipo Nunguni is the highest point in Ukambani, followed by Boni Mountain and the Kilimambogo. Kwa hivyo hapa ikiwa the highest place, hiyo kanisa imesimama katika the highest place in Ukambani. Kwa hivyo the high levels, high anointing, high levels, high breakthroughs. So you can send your offering here and you become a partaker. Just kulika wale watu ambao wameketi hapa leo baada ya COVID mambo yake kuwa vile inayofanyika. Tuko na washirika hapa ambao wameingia kwa nyumba ya Bwana. Wakujieni watu mikono tu wasalimie. Waambieni tuko. Waulizeni, je, nyinyi mko? Nyinyi mpo? Waambieni sisi tupo. Tutetee ufalme. Pungie mikono tena hivi. Amen. Amen. Thank you. Thank you. God bless you. Turn your camera here. Praise God. Basi tunaendelea vizuri. Ni kuatia moyo. Wachungaji, please usigomee ibada eti kwa sababu umepewa washirika 100. Usiseme ati hatuendi hiyo kanisa na ikae. No. The Bible says seizing the opportunity because days are evil. Hata ukipewa wewe na mke wako, endeni kanisani na injili msukume, wale wengine wasikie wakiwa nyumbani. Kama tumepewa watu 100, peleka hao waje kuweka madhabahu ikiwa imenyamaza. Utakuta panya walijenga huko au utaulizwa mbinguni. Please, hakuna ngei nyingine inafanya ndio kanisa la Bwana ila wapeleka watu mbinguni. May God bless you, keep you strong as we move together. Utaka kutoa matoleo yoyote, tumia namba ya simu iko hapo na itafika na itatumika ipasavyo. Kwa hivyo God bless you and keep you strong. Thank you. God bless you. Bye bye for now. Amen. Shalom.